Sasa nitaona kiburi chake kiko wapi, maana na kelele sana. Sio rahisi kihivyo. Wewe binadamu mimi sina. Nafunga mboni za watu milele wasikuone. Wewe ni mfu. Wewe ni mfu. Polokodile madona mamba kasoro mki. Naomba uniache niongee Mapombe. Kwa nini unanifanyia hivi? Au kwa sababu unajua kwako sijiwezi ndio maana unanivimbia kiasi hicho? Nisikilize basi mwanzio. Sandra, hivi ni mwanamke gani usijua kuachika? Nimeshakwambia tayari. Wewe si aina mwanamke ambaye mimi namhitaji. Kuna aina mwanamke ambaye mimi namhitaji na wala sio wewe. Kwani hujaona na mwingine? Tafuta na mwingine kwa nao. Kwani lazima mimi? Nimeshakwambia tayari. Mimi sikuhitaji. Wewe ni mwanamke gani usijua kuachika? Achika basi. Acha kwa kinganga kama hivyo. Hebu nipunguzie kero mimi hapa. Mapombe, usiseme hivyo. Mimi mwanzo nashindwa kumove on. Sasa hiyo jeuri mimi naitoa wapi kwenda kutafuta wanaume wengine? Basi naomba unisamee. Usiniache Mapombe. Mimi utaniumiza. Mimi sitaweza kuishi tena. Andishia kujaba wakati tunalisha. Wangapi wamekufa? Sembuse wewe. Kufa tuone. Mama yako mwenyewe amekufa. Wewe nani? Jinga mkubwa wewe. Toe pumbavu mimi hapa. Bwege nini wewe? Mapombe. Mapombe. Jamani amekata. Kwa nini lakini? Shubi, ukishafika huko, ile dawa niliyokupatia utaipaka huko kwa bibi, kabla tena haja kuingilia kimwili. Yaani kabla hajafanya kitu chochote, hakikisha umeshaipaka hiyo dawa, kwa sababu hiyo dawa ikiwa kwenye manogeo ndio inafanya kazi vizuri. Sasa sikiliza mwili wangu, kazingatia yale yote niliyokufundisha, usiniangushe. Nimekuelewa sana kunguru wangu. Nitatekeleza kila kitu na mpango wetu utaenda vizuri sana. Nitakuwa makini sana. Samani sana kakaangu. Yaani unajua mimi siku zote ninavoonaga vile, yaani miaka yote ninavoonaga vile kwenye msafara wenu, nilitokea kuvutiwa sana na wewe. Yaani mimi nakupenda sana. Sema tu nilikuwa naogopa kukuambia. Lakini pia jinsi unavowatibia watu, yaani utabibu wako umenivutia sana. Kila ninapokuona, yaani natamani hata tuongezea watoto wenzako. Najua utanichukulia vibaya, lakini natambua kabisa kuwa miko yetu sisi wa Tanzania ni vibaya mwanamke kumtongoza mwanaume. Lakini mimi nimeshindwa kujizuia. Mr. Tabibu, nimeshindwa kabisa kujizuia. Ndio maana nikaamua nikwambie tu, usinichukulie vibaya, ni mapenzi tu mwenzako. Vizuri. Sawa sawa binti yangu. Siku zote mchuzi wa mbwa unyeko wa moto wa moto.
hivyo tunaweza kwenda, na usisahau kuzingatia mambo ya kufundisha kungwi wako, maana kungwi wako ana mambo. Napenda sana bwana. Mimi mwenzio sije kuambia hicho kitu. Hujawahi? Kweli? Usijali eh? Mimi nitakuwa nakufundisha Mr. Tabibu nitakuwa nakufundisha kidogo kidogo. Usitetemeke. Mimi nakupenda sana bwana, usitetemeke mimi zako. Yaani mimi Tabibu, yani wewe mimi nikikuona Yuko wapi tabibu wangu mtukufu? Yupo upenoni mwa nyumba. Na huyu binti ni nani? Ni mgonjwa au? Ikimpendeza tabibu wangu, huyu atakuwa mke mwenzenu. Je, na yeye atakuwa kama sisi au yeye ana uzazi? Hiyo ni mipango ya Mungu. Tabibu wangu anataka mtoto, ndio maana nimepambana sana ili nimpate. Na vile vile tabibu wangu ana majonzi makubwa sana, na nyinyi wawili mmeshindwa kuyafanya majonzi yale yatoke. Ndio maana nimepambana kwa hali na mali kujitahidi kurudisha furaha ya tabibu wangu. Huyu pekee, kama tabibu wangu ataridhika, ndio itakuwa faraja yake. Nayo honaleta za kuleta na mwenecho chikumlongoza tolo cha mlongoza miyagwe ni mwana mdodo sana nole echigaza kila siku yani chikulaga. Yani akizigo akulitenda achimbele mbele sana tutwa ulaje. Habari ya saizi? Nzuri. Hujambo? Hujambo? Mimi. Kumbe? Mimi si jambo. Lakini Mshindo. Binti yako tulishamwambia jana ni mara nyingi sana kwamba mama mkwe wake hafai, sio mtu mzuri. Lakini sijui hajanielewa. Na mama mkwe wake huyo huyo ndio anayekufanyia wewe haya yote. Yaani usimuone vile yule dada. Baraka minyama tu kama dubu. Lakini mtu mbaya sana, hafai. Mama Kabichi, mimi binafsi nimekusikia. Lakini sasa sijui sijakuelewa au kama nakuelewa hivi, lakini sasa nashindwa kusema chochote kwa sababu mimi sielewi.
Yaani hapa sijui nimefika vipi hapa. Kwani samani mama kabisa. Kwani wewe kuna kitu gani labda unachozungumzia au unaongelea kuhusu nini hivi? Mshindo, yaani wewe umechanganyikiwa au ulichanganyikiwa? Yaani kichaa. Mimi zinaingia zinatoka, zinaingia zinatoka. Kwa hiyo ile hali imenirudia tena? Ndio manake. Yaani umekaa kabisa kama vile uko kwako. Haya. Naomba uko. Mumue. Toka bana, toka. Toka kuna haja. Toka na kupigia kibao. Lakini baba mimi jamani mimi sitaki hapa jamani, kwani kuna shida gani? Sitaki wala kwani lazima. Kwani lazima sije kwambia sitaki. Wewe baba wewe baba gani ambaye una huruma na mwanao wewe baba? Baba gani? Bwana mama nini na nini jamani? Baba dasna. Toka toka. Toka. Toka bwana. Baba yangu, baba na mama yangu. Toka. Usije hapa. Unasababisha matatizo tu. Toka nimesema. Na sasa hivi hapa sina taji ya mlango, naweka tofali kote hapa. Nafanisha hadi juu. Sasa umeona hiyo hauna. Mwangalie. Mimi ndo nakuchukia kabisa. Toka. Toka kabisa usije hapa. Sasa wewe kama unajifanya mwenda azimu, njoo tena uone. Kama unajifanya mwenda azimu, njoo tena. Kila siku mnanisababishia matatizo. Hata sasa hivi nakuwa wakati mwingine kama saa ya roundabout. Mara nasoma, mara napoteza majira. Kwa sababu yako wewe, kwa sababu gani? Nakuja. Kiukweli tabibu wangu, katika watu walioumia na kuhuzunika sana katika kifo cha Azizi wako, kipenzi wako Mariam, ni mimi Kizigo Samnamweza. Nimeumia sana na vile vile naendelea kuumia kwa jinsi unavyoishi na majonzi. Ndio maana nikasema kwamba haiwezekani, nikajitahidi katika hali na mali. Nimekuletea Lulu, nimekuletea mrembo wa Kibantu, mrembo mweusi huyu hapa jirani. Kikweli nilitamani sana ungekuwa na uwezo wa kuona ili uone chombo nilichokuletea hapa, lakini bahati mbaya ndio kama hivyo. Lakini sio kosa, kwa sababu uko na swaiba wako Kizigo Samnamweza. Nitaweza kukusimulia jinsi alivyo. Huyu mtoto ni mzuri sana kwa urembo na tabia, anafanana na Nurati Idi Mageni katika umbo. Sasa huyu mtoto ameumbika, utafikiri Mariamu yule yule karudi. Hivyo basi mimi naomba umpokee. Gwe Kiara ulendola. Kiara wako mwani. Ogo jogo wombie siosa isisizokile sia Mariamu. Ulendola naye atakubali sheria na taratibu za nyumbani kwangu. Mwali mama. Mwali mama. Mwali mama. Mwali mama. Mwali mama. Mwali mama. Mwali mama.
Tabibu wangu, hayo yote hayo, kabla ya kufika hapa nilishampa masharti yote huko tulipotoka. Mwanamke amekubali yote. Yuko upande gani wa mwili wangu? Yupo upande wa kuume. Karibu sana binti. Karibu. Natumaini utaniletea watoto na familia iliyokuwa bora, ili mradi ni sahau yote aliyopita. Asante sana tabibu wangu, na kuahidi nitakuwa mke bora sana kwako. Mganga, nimekupa advance ujue mganga. Basi nitakusamehe, tufanye ni ndoa amila. Nitakupenda, nitakujali na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Hakika sauti yake inayotoka inamaanisha, inaonekana ni mrembo zaidi ya ninavyofikiria. Kizigo, nakuamini sana. Wewe ndio rafiki pekee ambaye nakutegemea leo mpaka kiyama, mpaka mwisho wangu wa maisha. Nakuamini sana sana sana. Kwa chochote utakachokisema naamini kitakuwa kizuri kwangu. Nashukuru sana tabibu wangu. Na vile vile kuhusu masuala mali, mimi ndio nimetoa. Wala usijali kabisa. Jikaze mke wangu, jikaze. Nauma mume wangu. Basi. Sawa Mungu, sawa. Jikaze, tukifika tu kwa tabibu wangu unapona. Hebu jikaze basi. Nauma. Basi shuka. Nitaji basi taratibu, shuka. Mungu, siwezi Mungu, siwezi hata ukanyaga tu mguu, siwezi. Nisikilize basi mke wangu, nisikilize. Naomba unisubiri hapa, narudi sio muda. Kuja. Nyamizi, pole sana. Nimekuletea hii dawa na imani ukiitumia itakusaidia kwa haraka sana. Acheni kwa na roho mbaya. Roho mbaya hasaidii kitu chochote. Kuwa sio vizuri. Halafu mkiendelea na hayo mambo yenu, kuna mahala ndayafikisha. Nyamizi, vuta subia. Mume wako ameenda kutafutia msaada.
Itaisha. Suzi. Eliel, wala huna haja kuniogopa. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kukusaidia na sio vinginevyo. Ila kuwa makini sana mama yako, maana mama yako ni mtu mbaya sana, anaweza kukupoteza muda wowote. Nawe kuambia uweke akilini na uyafanyie kazi. Tumeelewana? Nakuja mama kumtibu, nakuja. Nakuja mama kumtibu, nakuja.